tu inaitwa tabia za kinyumbani. Tabia za kinyumbani ina shida. Bwana atukuzwe. Tabia za nyumbani zina shida, na ni kwa mfano kama hapa hivi, unaona tabia za hapa ziko hivi. Kwa mfano saa hizi kuna mtu anaona hii nyumba itapangwa vizuri kulingana na madhabahu na kanisa, kwa sababu mwenye nyumba ana tabia zake za kupanga hivyo. Bwana atukuzwe. Lakini ukiwa na tabia zikiwa tabia za kanisa haiwezi pangwa hivi. Tunaelewana? Bwana ainuliwe. Kuna vile nimeonyesha kupanga hizi mimi, lakini mmeshindikana kwa sababu tuko kwa wenyewe. Lakini ingekuwa kanisani, kuna mama moja angesema haiwezi fanyika hivi. Si ndio? Hatuwezi kaa hivi, ni kama tuko kwa matatu. Ujui pastor amekaa wapi, ujui anaupigia watu wa huku ama wapande hii. Bwana ainuliwe. Ni kwa sababu tuko wapi? Tuko kwa nyumba. Licha tumeifanya madhabahu, lakini ni kwa wenyewe. Lakini ingekuwa kwetu tungepanga kulingana na vile tunataka. Bwana atukuzwe. Unajua tukiwa kwetu tunafanya vitu za kikwetu vile tunataka. Na hata hivyo tukiwa kwetu tunafanya vitu vya Kristo ambavyo anavitaka. So wa mara nyingi watu tunafanya tabia za kikwetu. Hatufanyi tabia za Kristo. Huyu akikuja na tabia za kwake, huyu akuje na zake. Huyu anasema sisi kwa nyumba tukikaa lazima tuangalie penye jua inatokea. Huyu naye Biblia anasema mimi nikikaa nataka niangalie penye jua inatua. Unaona? Lakini tunataka hivi. Tunataka tufuate Kristo, tabia zake ni gani alizozifanya na wanafunzi wake. Bwana ainuliwe. Tukifanya tabia ambazo Kristo alifanya na wanafunzi wake, na tukisoma maandiko vile inatuelekeza katika njia ya upendo na amani. Unaona katika hiyo maandiko tu ambayo mmekuwa mkisomea mahali pale. Na hata ukienda katika Wafilipi 2:2, ikasema wakakaa pamoja, wakafanya kwa umoja, wakania pamoja, wakameka mkate pamoja. Bwana atukuzwe. Huwezi sikia wale walikuwa nakulia kule nje, wengine kule nyuma, wengine kwa tendi, wengine wasemanga twende kwa tendi huko nyuma. Sijui kwa tendi huko nyuma inakuwa nini. Bwana atukuzwe. Kama tabia nilikuwa nayo ya Kristo, nimezoea kukula na watu kwa meza moja. Kule nyumbani kuna mtu alikuwa amekuja hivi, akasema hii ni meza hii ni high table, hii ni gani? Lakini nilikuja nikaangalia, nikaona wale wamesema nikae na hapo wale high table ndio wasaliti wa ajabu. Kile kitu nilikuja nikafanya, nikasema hapa sitaweka mambo ya high table. Kitu yote kitengenezwa, kama ni kuku ni yangu, mimi ndakula tu hapo mkiangalia, ili muongeze zingine zikuwe nyingi ndio tukule sisi wote basi. Lakini mimi kwa sababu mmechinja kuku, mimi sitakulia huku kando na wengine hawajapata ile munyu. Tunaona? Bwana atukuzwe. Maana wote mko tu ni sawa. Bwana atukuzwe. Askari ni askari. Hakuna askari mkubwa kuliko mwingine. Lakini tunakuanga na kiongozi. Tunapatana watu wa Mungu. Maana vita ikiondoka kila mtu atapigana. Asi ati huyu ni kiongozi ama huyu ni mdogo asipigana. Vita ikitokea kila mtu atafanya namna gani? Atapigana. Tunapatana watu wa Mungu. So Yesu akameka na wanafunzi wake mkate kwa pamoja, kwa nia moja, wakatembea pamoja. Na ikazidi kasema na upendo wa ndugu na udumu. Bwana ainuliwe. Na msitende neno lolote kwa majivuno wala kwa mabishano. So wakati wa Kristo kuna kitu unasikia kwa moyo wako unataka kutenda. Usitende ni kwa sababu unataka kujivuna wala unataka kubishana na mtu. Fanya kwa sababu wewe ndio unajua na Mungu wako mahali alikutoa. Bwana ainuliwe. Mimi nashukuru kuna washirika hapa. Baadhi ya moja wengine na wengine. Mtu anafanyanga kulingana na vile Mungu alifanya namna gani? Alimtoa. Bwana atukuzwe. Anajua Mungu alinitoa wapi. Alinitendea nini? Bwana ainuliwe. Kuna mama moja, kuna siku moja tulikuwa tunabarikiwa na mshirika mmoja. Mboga tu. Na ule mshirika alipofika kwa njia, ile kitu amebarikishwa nayo akanipea mimi, akanirudishia. Nikamwambia kwa nini wewe, sisi kila mtu amepewa yake na tunafika njiani na unanipea yako, unaniongezea kwa yangu. Nikamwambia sikia uone, hii nimeona agano lako, na kuanzia leo kuna siku utatamani mshirika akubariki na kitu kama ya hutawaiona. Nilimwambia
Bwana atukuzwe. Mimi kuanzia siku hiyo mimi nikaendelea kubarikiwa. Bwana atukuzwe. Mimi kuna vile Mungu anakuja na njia zangu. Na ile mboga tulipewa. Bwana atukuzwe. Mimi nikienda mahali hata ikuwe kwa sherehe, hata ikuwe kwa mkutano, nikimaliza lazima uniambie chukua mboga. Bwana atukuzwe. Kuna mahali tukaenda na yeye mahali pengine tena kufanya kazi. Tukafika huko, kwa sababu alikataa baraka za kwanza, mimi nilipofika huko tena wakanibariki na mboga. Bwana atukuzwe. Na mboga ni mzuri. Si mnajua mboga ya mchungaji si matawi, si ni mboga. Bwana ainuliwe. Bwana ainuliwe. So kuna baraka. Mtu akileta baraka kwako hata kama ni kidogo, sema na ubarikiwe na wewe, vitaongezeka. Bwana ainuliwe. So na hii imani katika upendo. Unaona? Kile kitu ninataka kulazimisha mahali pale kupitia kwa neno la Mungu, na lazima itoshe, na lazima itatosha katika jina la Yesu. Tabia za kikwetu tuachane nazo, tushike tabia ya Kristo. Hivyo tu. Bwana atukuzwe. Kwa jamii yenu wanajua wewe unakuanga na hasira. Kwa jamii yenu wanajua wewe unapigana. Kwa jamii yenu wanajua wewe unatusi watu. Kwa jamii yenu wanajua wewe ni mchoyo. Kwa jamii yenu wanajua wewe ni msengenyaji. Kwa jamii yenu wanajua wewe ni mtu wa hasira. Ukiingia hapa, hiyo tabia waacha wapi? Uko kwako. Kama uko kwenu. Hapa tuna tabia nini? Ya Kristo. Ndio vile. Bwana atukuzwe. Mimi hata ukipigana ukiwa uko nyumbani, mimi sina shida. Lakini usikuje kupigana hapa na mshiriki, kwa sababu huko ni jamii. Bwana atukuzwe. Mambo ya kijamii na tabia huko achana na huko, si ndio? Lakini kwa sababu gani uende upigane na wewe ni wa Kristo? Ili wakujue wewe umeokoka na unamjua Mungu, ni uende ufanye vitu tofauti. Bwana atukuzwe. Waone huyu nani alikuwa akiinua mtu akipiga mtu chini haziamuka. Siku hizi dada wetu ama ndugu yetu Godfrey alikuwa ni mtu wa hasira, akishika mawe anakupiga. Kweli wanaona kwa ile mambo amekuchokoza nayo, kweli wanaona huyu angepiga mtu hata angeua mtu, lakini wanaona tu uko tu hambo. Wanasema huyu mtu ameokoka. Huyu waachana naye. Huyu ni wa Mungu. Unaona vita zingine unavitisha na upanga wa Mungu. Kuna vita vingine unavitisha na uwepo wa Mungu. Kuna vita uweziweza, utapigana utashindwa. Vita vya damu na nyama na mwili utashindwa, lakini vita vya rohoni Mungu atakusimamia na atakupigania. Bwana ainuliwe. Nataka kuzungumza wakati kanisa la Mungu linapoongezeka. Watu wa Mungu, vitu vinavyokuja kwa nyumba yako, amani inapokuja kwa nyumba yako, Mungu anapokubariki na watoto hata kwa nyumba yako, Mungu anapokubariki na vitu, magari, anakubariki na vitu vya ajabu ajabu kwa nyumba yako, sema maadui pia wanaongezeka, marafiki wanaongezeka. Bwana ainuliwe. So wanapoongezeka, kuna maana kwamba wewe umekaa katikati ya shida. Bwana ainuliwe. Lakini utafanya namna gani? Tunaangalia, mimi hata kanisa likitembea, ninajua linatembea namna gani. Wewe unaweza ona hapa kuna kanisa ama kanisa imeisha, lakini mimi ninajua kuna kanisa. Wakati kanisa la Mungu, wakati unakuwa unafanya kazi ya Mungu, kanisa lilipoanza kuongezeka, kulikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Waebrania. So wakati kuna watu bado wangali na hizo roho za Waebrania na Wayunani ndani ya huduma, wakati watu wanakuja wageni, wakati watu wanakuja, unaweza pata mtu mgeni anakuja, unaona huyu mgeni anaimba sana, na wewe roho inaanza kukuuma, na wewe ni mwenyeji. Hizi siku zote umekuwa na nafasi ya kuimba, kwa nini hauimbi? Lakini siku mgeni ameamka anaimba nyimbo akifuliliza, sasa wewe unataka kuruka mbele tena aanze kumkatisha. Roho ya wivu imekuingia, ni kurukaruka kama chura kwa matope. Mimi nimesema hivi, ninakemea hiyo kitendo kwa hii kanisa ya kiroho katika jina la Yesu. Kama wewe ni mwimbaji na uimbe, kama wewe ni mhubiri na uhubiri. Usingoje wakati mgeni anakuja kuhubiri, wakati anasema haleluya akiruka akivuka kwa mabati, unasema ako na mapepo. Wewe ndio uko na mapepo na uko na roho ya wivu, na hiyo roho inafaa uiache nyumbani kwa nyumba yako. Hiyo roho ndio imekufanya wewe hata uko kwa jamii wanakujua. Bwana ainuliwe. Si Mungu atusaidie jamani. Mungu atusaidie jamani. Hiyo roho ndio imesumbua watu wengi sana. Bwana atukuzwe.
Ukiona nini ndugu yangu kama confidence, unaona ako very smart, mtasema amechukua loan ndio kanunua jana. Unaona, yani roho ya tuko na watu wengine tunafanyanga na kazi na kaanga na ndugu tunakaa na tunacheka tu. Bwana atukuzwe. Naambia siombe Mungu akupe nguvu ya kufanya kazi wewe na ufanikiwe. Bwana ainuliwe. Tunacheka. Bwana atukuzwe. Kwa sababu gani? Roho ya wivu. Saa hizi wakiona pasta, saa hizi wanipata na gari imesimama hapa nje VA. Watasema sasa, si unaona? Mimi ushuhuda nimewaambia siku nyingi. Pasta ako kwa Illuminati jamaa muziki. Ametoa wapi gari? Na wajui mambo ya Mungu. Mungu ako na magari. Bwana atukuzwe. Hata saa hizi mngekuwa mmetoa maono pasta, ujaenda driving, sijaona mtu mwenye anaamka na maono. Ni kuamka tunakusema fulani. Nani? Sijui mtu gani. Oh, treasurer anakuanga na pesa. Oh, secretary anaandikanga pesa. Oh, sijui mama assembly anakuanga tikoni. Lazima anajua hesabu ya pesa ya pasta. Wageni wa kuingia na kutoka. Wewe hakunako siku unakuja na maono. Indakana masufuria ya kanisa. Indakana tubariki mchungaji wetu. Suti yenye nilikuja nayo Nairobi mpaka sasa niko narudi tena nayo ushako. Si Mungu atusaidie jamani. Mpaka wewe mwenyewe unaona aibu mchungaji kumwambia Bwana Yesu asifiwe kwa sababu vile nimevaa na unatangazanga huko nyumbani bwanaka anajua pasta wangu ni mtu wa ajabu. Pasta wangu ni nabii mkubwa. Haya huku mwiki wewe unajulikana. Huku pasta Dikon. Sasa siku hiyo Dikon nikipita huko na watu ya kwenu, tunajua watu wa kwetu vile tunajipenda watu wa Ujaruoni. Sasa unawaambia wako unajua kwetu tumezoea hapana. Naambia mama Dikon Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakuna kuitika asifiwe Mwokozi. Na anaendelea wadi dala. Narudi kwa nyumbani. Kwa sababu gani? Kulingana na vile nimevaa hata mama babi, si ndio? Ukiambia hata mzee wako huyu ndio pasta wangu. Unaona tena ni aibu. Kwa sababu huyu pasta kweli. Huyu ndio anamaliza unga kwa nyumbani. Unaona shida yako naye. Bwana atukuzwe. Sasa zingine wekeni mchungaji wenu vizuri. Hiyo ni roho ya upendo. Bwana atukuzwe. Mama aseme hata anasema napata leo hajakuja na gari. Baambie leo ni kama amesikia tu kutembea kwa mguu. Kumbe sijanunua gari. Yaani kulingana vile nimevaa, kuna kitu nimeacha mahali. Hata kuvaa, hata usafi inachangia sehemu moja. Bwana atukuzwe. Upendo ambayo tunafundishana hiyo. Kweli mkiwa na upendo. Kuna watu wamepeleka wachungaji wao college. Mimi nilijipeleka mwenyewe. Kuna wachungaji wa shirika wamenunulia mapasta wao magari. Kila Jumapili kuna mwenye amepanga tu kama kuna pasta hapa Kariobangi. Washirika wamepanga nini? Suti. Hii ni ya Ijumaa, hii ni ya Alhamisi, hii ni ya Jumatano, hii ni ya Sunday. Bwana atukuzwe. Tutafikia hiyo stage kweli jamani. Na Mungu aweze kutubariki. Mungu aweze kuinua kiwango kingine. Hata nikiwa nimevaa suti nikikuja nikiombea mtoto wako, hata nikimtakaza. Kweli unaona kwa video, picha nini inaonekana vizuri. Si ndio? Bwana ainuliwe. Hatusemi suti ndio zinatupeleka mbinguni. Hatusemi magari ama mangoma kubwa ndio zinatupeleka mbinguni. Lakini kile kitu kitatoka kwa moyo wetu kitakuwa na suti. Bwana ainuliwe. Bwana ainuliwe. Na mimi najua mtapokea amani ya Bwana. Mtapokea vitu vikubwa. Wakati unapovalisha mama yako ama baba yako, ukimvalisha suti, hata na wewe utavalishwa suti. Ukipewa gari, hata na wewe utakuta. Yaani kile kitu unapanda ndicho utafanya namna gani? Utavuna jamani. Kanisa la Bwana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake akihubiri. Bwana atukuzwe. Leo tumeiona kama siku ya Ijumaa. Na nilikuwa nasema ni siku ya Jumapili. Hii mafundisho tumekuwa nayo inafanga tukue nayo mzuri mapema kabisa. Bwana atukuzwe. Bwana ainuliwe. Hapa kuna watu wana vipawa. Kuna walimu mahali hapa. Bwana atukuzwe. Lazima tukue na mwalimu wa kwanza atupange. Kuna watu hapa walimu. Kuna watu hapa inafaa nikitoka huyu anashika hapa, huyu anashika hapa anahubiri. Itakuwa siku gani? Kwa sababu gani? Mko kwa story ya maneno ya kukanyagana, hamuko kwa kusikia neno la Mungu. Lakini wakati mumeacha mambo ya kukanyagana,
Kila mtu anapokuwa hapa mwalimu na mwalimu wanaheshimiana, huwezi sikia walimu wanachukiana, huwezi sikia madaktari. Unaona daktari hata kama anadunga mgonjwa shindani anakufa, na huyu mmoja amejua tu amepeana dawa excess, hata hawezi sema mwenzake, hawezi. Atakuja tu atasema huyu ni kama dawa imemshinda, lakini asikukwambia ilikuwa ni overdose. Bwana atukuzwe. So watu wa Mungu inakaa namna hiyo, watu waliopendana, watu waliokaa pamoja. Ukiona kuna mwenzako kuna kitu kinamsumbua ama kinamharibikia, usimuone, usimubebe yeye ni mbaya, mkujie umfundishe. Na wewe mwenye unafundishwa, nataka nikupatie leo kizama. Ukiona unaenda kuonya mwenzako kwa mambo mabaya na anakaza uso na anakaza sura, huyo mtu ni adui yako, na umuogope sana, na ukae naye kwa hekima, hata kama ni kanisani, katika jina la Yesu. Hata kama ni kwa chachi, kuwa na hekima na yeye. Kuna mtu aambiwangi, kuna mtu hawezi fundishwa, kuna mtu hawezi akaonywa, na kuna mtu hawezi toka kwa tabia. Nataka hivi, kuna mzungu mmoja alikuwa anatuambia, nyinyi mmezoea kuvuka hawa wanyama wanaitwa cat, lakini cat ana tabia moja, hata umtrain hawezi acha tabia yake. Na kuna Wakristo wamekaa ina hiyo, hawawezi waacha hiyo tabia. Unaona hii cat kama hii pusi, wakati umeitrain kukula vyakula vyenye vimepigwa, vimetengenezwa vizuri, ukaweka mezani, aki jua itoke huku irudi huku, umsomee tu vizuri venye mimi nawafundishanga hivi. Jamani, mkae kwa upendo. Nikipika tu mgongo hivi, unasikia tu Biblia anasema kimepigwa mawe kwa mgongo. Jamani, mimi nimesema saa hiyo jamani. Nani tena amekupika mawe? Bwana atukuzwe. Nani amekuja nyuma yake akakupika mawe mama? Na nimekaonya hapa nikienda nikasema, msipigane. Nimeenda safari, ni msipigane jamani. Nikirudi hivi na baba mtu akanajati mgongo mawe imeanguka kwa mgongo. Bwana atukuzwe. Na wewe nilikwambia kama ile penye ulikaa penye huko usiondoka hapo. Maana mawe atakupiga kwa mgongo. Sijakataka step 2 wewe umetoka hapo mahali tena anakupiga mawe kwa mgongo. Ona, hii mnyama iko na tabia moja. Tunataka masikio. Haya. Uweke hapa nyama, kuku, vitu vizuri vitoe. So unataka kama umetengenezwa vitoe, hata vitu zingine wazishughulika nazo, si ndio? Lakini bahati mbaya panya ipite. Panya ikipita tu hivi, afadhali hata yaangushe vitu wenye walikuwa wamepanga vizuri kwa meza, simwagike. Sasa unashangaa huyu mtu, hivi vitu vimeandaliwa viko tayari, na huyu kitu anakimbizana naye achoke tena njaa. Ni nini? Paka hawezi wacha tabia yake ya kiundani, hata afundishwe namna gani. Mkristo lazima tuache tabia za kikwetu. Hiyo ndio ni msingi, nimesimama mahali pale. Tabia ya kikwetu, ukiona wageni wakiongezeka, roho yako inasikia uchungu. Tabia ya kikwenu, ukiona watu wanabarikiwa, unasikia uchungu. Ukiona mtu fulani anahubiri ama anaimba vizuri, unasikia uchungu. Bwana ainuliwe. Kwa mfano, mimi saa hizi kuna kitu nataka niwaambie upendo. Mimi nataka tu mtu apotee na hiyo kazi yake tu apotee. Hata nikiamka niseme leo hii, Bwana ainuliwe. Mama Nyasu ndio mhubiri wa kanisa hili. Ni hivyo. Kwa sawa. Ni roho Mungu atakuwa amenituma. Bwana ainuliwe. Amen. Nikisema ndiko ni atahubiri kuanzia Januari mpaka Disemba. Ni hivyo. Nikisema Mama Fabi, kwa sawa, atasimama na kanisa hili mpaka Yesu arudi. Ni hivyo. Bwana atukuzwe. Roho akisema amesema. Bwana ainuliwe. Twende na mambo ya roho. Na kabla roho hajasema hiyo, sutraini kuimba, sutraini kuhubiri, sutraini kuzungumza na watu lugha mzuri, si ndio? Roho akikuja akupate una lugha mzuri ya kunena na watu. Tuondoe hasira, tuondoe makwazo, tuondoe uchungu wa moyo. Tufuate injili ya Yesu jamani. Injili ya Yesu itafanya tutapona. Injili ya Yesu yasifanya nikaacha Mama Nyasu. Injili ya Yesu yasifanya Mama Nyasu akaacha mchungaji wake, kwa sababu ya upendo wa Roho Mtakatifu uko kati yetu. Katika jina la Yesu. Upendo uweze hata siku moja mtu aamke aseme naenda kuona tiko nina sukari. Wacha sasa kazi. Kuna mtu anayeota tu ameenda kwa tiko ni anampelekea sukari. Tujikaze tu hata uote kesho basi. Si Mungu atusaidie jamani.
Si Mungu atusaidie jamani. Yaani tu amuke tu asubuhi unasema mama papi. Unaona hiyo maneno? Mami, nataka Mungu akubariki. Nataka Mungu akubariki. Hivyo ndio venye Roho Mungu amesema nikwambie katika jina la Yesu. Nataka Mungu akubariki na sijui akubariki na nini. Sijui. Lakini nimeona tu Mungu akubariki katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Amen. Nitauliza Mungu nitakana nini? Kwa sababu kuna mambo watu wa Mungu jitahidi sana katika jina la Yesu. Amen. Na kanisa hili tunakimbiza roho ya kutoboa mifuko. Hiyo roho ya kutangatanga kwa mifuko ya watu. Mtu ameweka 200 atatoa sadaka. Kufika Jumapili anapata ni 50 bob iko ndani. Hiyo roho tunaikemea katika jina la Yesu. Amen. Nyinyi ni watu wa nguvu na nyinyi ni watu wa maana. Mkisimama mnaweza fanya jambo. Mimi hapa sijaona kama kuna mtu anatishika. Bwana ainuliwe. Wacha niwaambie, nyinyi hamjui. Tuseme tu mtu kama manyaso huyu. Mungu amwangushia hapa pesa tu saa hii tumuone kile kitu atafanya. Hata mtashangaa. Nyinyi hamjui watu nyinyi. Bwana ainuliwe. Amen. Kanisa hii itabadilishwa haraka. Nini inabadilishwa? Bwana ainuliwe. Amen. Kuna watu mimi ninawajua kwa moyo zao. Tunapatana watu wa Mungu. Jaribu kujikaza. Bwana ainuliwe. Kuna mtu akiamuka tu hivi, kuna ufunuo ako nayo. Jaribu kukuwa na ufunuo ja mwingine. Jaribu kukuwa na ufunuo ja dada yako. Huyu dada yangu nataka nitembee na yeye. Ni mbinu gani nitatumia ndio tutembee na yeye pamoja? Akituombeane. Enda kwa maombi uombee mwenzako. Usimlaumu. Kuna mtu alizaliwa na tabia mbaya. Muombee hiyo tabia imuondokee tu. Asi change. Si wa kubadilika haraka hivyo. Inataka tu maombi. Si ndio? Kuna mwingine amechukua hiyo ni kama maombi yake, ni kama namba plate na gari. Mama papi. Umeona watu kwa jamii. Kwa jamii tu wenye tumetoka. So unajua kila jamii iko na maneno. Umuntu waje bakamurasi bamukambira. Bamukambira asubuhi na jioni aliho. Okoro musamba sina kunota. Bwana ainuliwe. Iko msambo ingine lazima tuiangalie hapa na tuitengeneze. Si ndio? Kuna watu wa maana hapa kwa hii church. Mimi ninaona watu wa maana tu peke yake kwa hii kanisa. Sijui kwa nini. Ninaona watu wa nguvu peke yake. Sijawahi onyeshwa hapa kuna mtu mdhaifu ama mtu mwenye amechoka. Sijaona mtu ameonyeshwa hapa amechoka kabisa. Bwana ainuliwe. Si Mungu atusaidie jamani. Kile kitu kitafanya ndio hiyo udhaifu yetu ama udhaifu ambao unasaona ndani iondoke. Ni wewe umkubali kwa maombi. Bwana ainuliwe. Patie maji mtoto wako. Bwana ainuliwe. Ukiona kuna mtu kitu inamsumbua, kuna kitu anahitaji. Jamani, Bwana atukuzwe. Kanisa la Mungu. Unaona vitu vinavyoongezeka kwa nyumba yako. Angalia, nataka nikurudishe kwa nyumba. Wakati unaona kwa nyumba yako iko amani, ongeza bidii ya kuomba jamani. Ukiona kanisa lako watu wageni wanaanza kuingia, ongeza maombi. Bwana atukuzwe. Bwana ainuliwe. Amen. Ukiona wageni wanaingia kwako kwa nyumba wengi. Usifikirie wameingia pia wote ni wa baraka. Kuna tena hatari. Shetani anafuata kwenda kuchunguza. Kumbe kuna mgeni amekuja kukubariki na shetani hajawahi taka maisha yako ubarikiwe hata kidogo. Yes. So ataandama huyo mgeni mpaka akutumike vibaya kwako. Ili hiyo baraka ipotee na ikuondokee. Yes. Si Mungu atusaidie jamani. Kuna roho ziliamuka. Kuna mtu anatembea dunia hii. Wakati unanunua kitu kizuri kwa nyumba, shetani hajawahi furahia. Ulikuja hapo kapiga magoti kaambia baba, mimi nimechoka, watoto wanaangalia kasimu peke yake. Wacha Mungu nibariki na TV. Wageni wamekuja hata na shingo watakaa wapi? Mungu nipatie nikuwe na 2 bedroom. Wakati unapata 2 bedroom, kumbe ndio uwanja kupitana mzuri. Bwana ainuliwe.
Yaani unashangaa hii baraka inakuja namna gani? Wakati unaona baraka inakuja, lazima usimame. Bwana ainuliwe. Kanisa, ukiona mhubiri anaanza kuinuliwa, simama naye kwa maombi. Ukiona mchungaji wako kuna sehemu anaelekea, simama naye kwa maombi. Shetani hawezi furahia, anajua huyu pasta ako na roho mzuri, akifanikiwa hawezi acha washirika wake wakakaa chini walipo. Watainuliwa kiwango kingine katika jina la Yesu. Anaona wivu. Kanisa la Bwana lilipoanza kuongezeka, manunguniko ya Wayahudi kasidi. Utasikia huyu mtu ni Waruminati, huyu mtu sijui ni Wadinikani, huyu mtu sijui anatumia miti shamba, huyu mtu sijui ni wa wapi. Bwana ainuliwe. Hapo watu wanakimbia mpaka tunabaki watu watatu, mpaka watu wawili, mpaka mwingine anaenda anatabiri huko, anasema niliwaambia, zimini niliwaambia maombi yangu inafanya hii waziisha. Amen. Bwana atukuzwe. Bwana ainuliwe. Hawa ndio wahubiri wa kesho, kina Elamua hawa. Bwana atukuzwe. Enda wakupe ugali ukule, kwa sababu wewe ni mchungaji. Bwana ainuliwe. Kuna mambo inafanyika, na ndio tulisema mimi tabia yangu nitalazimisha na itarudi. My pressure. Ukae tayari kusapua pesa ya kanisa. Pesa lazima zisapuliwe. Lazima tukue na pesa wapi? Kwa chaji. Hatuwezi kaa kanisa bila pesa. Sisi ni matajiri. Sisi tuko navyo. Tutatumaje mtu wa mkutano? Tutatumaje tiko? Tutatumaje nini? Hapa hivi. Na karibu kuna nafasi karibu ninatangaza. Unajua kushonea wanakaanga miezi 3. Alafu wanaangalia. Ujalipa, wanaangalia huko, wanakuambia tumekupa miezi 3. Tunajua kazi ya kushonea. Na wanatangaza kuuza vipi? Kuna viti hapa hivi niko nimeviweka miezi ngapi? 1 au 2. Na tunatangaza. Bwana atukuzwe. Kwa sababu kanisa ya Mungu iwezi kaa kama iko na mashimo. Lazima tujaze hiyo mashimo yote, si ndio? Si mmejua hapa kuna mashimo zingine hazina watu, kuna viti vingine havina watu. So ni mashetani na kalia au malaika. Unaenda kujiuliza hiyo kweli. Bwana atukuzwe. So mimi unapoona ninaenda kwa maombi, ninakaa nimenyamaza, ninamulika. Bwana atukuzwe. Ikifika nione kanisa la Mungu umeshika vizuri, watu wamesimama vizuri na wanafanya kazi ya Mungu vizuri kwa nia moja, si ndio? Na ninasema sasa, nyinyi miongoni mwenu, semeni huyu mtu anaweza kuwa nani katikati yetu, si ndio? Bwana atukuzwe. Kuna viti hapa hivi havina watu, havina. Na kuna watu ukiangalia wanaweza fanya kazi ya Mungu vizuri sana, kulingana na muda kidogo yenye ninajua. Unajua kuna nyinyi hamjajua. Kuna mtu ukiona mtu wako na ukiona wewe kwa roho yako, nataka nikuonyeshe talanta yako vizuri. Ukiona wewe kwa roho yako sawa sawa. Yaani usipokutana na watu wape maneno ama uchukue maneno kwao. Usipowapea maneno au uchukue maneno kwao, si ndio? Ina maana kwamba wewe ni mtu wa vitina. So mtu wa vitina, mimi Pastor Isaac anageuza hiyo kibali, anakuwa mwinjilisti katika jina la Yesu. Unaona, huyo ukibadilisha, huyo mtu ni mzuri, lakini ni mafundisho ndio atapata ya kwenda na kurudi. Sasa anafikiria anaenda kupeana na ananasu anapeana yake. Sasa ninamfundisha jinsi ya kupeana yake lakini asina naswe. Unaona dada, aki Mungu ana kanisa letu ni mzuri, kanisa letu watu wameokoka, pastor wetu ni mwaminifu, pastor wetu ni nabii. Sasa mimi nilienda huko, hata nilikuwa na irisi yako niona. Na ni kweli, ni kama hata mimi naye nilikuwa nafikiria kuna kitu nilienda niambia na sikuona. Kama ni hivyo, lakini sipende tu. Sasa unapata huyu mtu kuna sehemu amekunasa, wewe uko umeenda kumnaza. Na huyo mtu anarudi anasema hata mshirika wake alisema hata ya hodi. Alikuna siku watu na kumuo. Umeona? Lakini wewe simama. Ambie mimi vile umepeana jina la mtumishi wako, si ndio? Kwamba mtumishi wangu ni nabii ama ni mhubiri. Pastor wetu anahubiri injili, ana mambo mengine, si ndio? Hata mtu akikugeuza na ulimi mwingine, simama. Unaona wewe vile wako na imani na Waanglikana na Mkatoliki
Hata padri kumtoa tu kwa matope, alikuwa kwa pombe ndani. Lakini ukisema padri nilikutana naye, anawaambia wewe, nitakulima kofi. Baba yako ndiye alikuwa kwa pombe hapo. Unaona? Yaani huyu mtu ako na imani kwamba ana uhakika na kile amefundishwa. Yeye si kuangalia ule mtu ako kwa matope, anaangalia ile sauti ilitoka ni ya kumponya ama ni ya kumuokoa. Sema amina. Bwana atukuzwe. Lakini sitasema kuna padri anakunywa, sawa? Sitasema kuna padri anafanya namna gani anakunywa. Nimetoa tu mfano, sawa sawa. Hiyo ni ya kisambo. Bwana ainuliwe. Unajua kila mtu ameitwa na mwito wake. Tunapatana watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati tutakaa kwa upendo, na hapa niliwatangazia nikasema namna gani, na hii itakuwa namna hiyo, na hiyo tabia iwashike katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Kulisha watu, mjilishe nyinyi wenyewe, mshibe na mpaka mlishe watu katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Kanisa la Mungu halitakuwa na njaa. Kanisa la Mungu halitakuwa na wasiwasi. Watu wakihubiri, wakimaliza wanafurahia, wanameka mkate pamoja. Na wewe usiambiwa akileta, ukifikiria kuleta, ndio hiyo kabati ya kanisa ziko hapa vingi. Ombeni huyu mama wapatie moja, hata kama mnatembea na ufunguo. Bwana atukuzwe. Weka ndani mizigo zenu. Bwana ainuliwe. Ikifika wakati ya kukula tukule jamani. Ikifika wakati ya kukula tunakula jamani. Watu kunje wamenona hata ni peke yako na iroto mchungaji ndio sina utamu. Bwana ainuliwe. Bwana atukuzwe. Tunajikaza, tunajaribu. Sisi tunakunywa yogurt. Bwana ainuliwe. Bwana atukuzwe. Mulete wazee wenu wakae na huyu kijana. Sawa. Mkujeni na wazee wenu. Unajua nyinyi wenyewe mnawaambia vibaya wazee wakati. Yaani umzana kushinda akili. Mumama tu mkubwa tu venye huko. Umzana kushinda akili. Sababu ya kile maarifa ya Mungu alitupatia. Hao watu wanakushinda. Mimi ningekuwa mumama. Huyo mtu anacheza tu. Bwana ainuliwe. Si Mungu atusaidie jamani. Ongeleshe mambo mazuri. Muonyeshe tabia ya kikanisa venye umetoka kwa hii kanisa, si ndio? Paka anashangaa. Biblia yeye mwenyewe asimama atoe ushuhuda. Tangu mke wangu aikanyake kwa kanisa, ni tabia ni tofauti. Tangu vile nyinyi mnasemanga, tangu mume wangu aende kanisani, sijawahi ona akipitishia kwa makofi na mavirungu. Hivyo ndio venye pia naenda kana kuja atangaze. Mke wangu tangu aingie kwa huduma mpaka leo hii ninasikia niko na amani ya Yesu. Bwana atukuzwe. Mimi ninaombea hiyo kitu iwaingie kabisa. Mkuwe barua nzuri kama Paulo pia alisema sisi ni barua nzuri inayosomwa na watu wote. Barua ikisomwa ambayo neno la Mungu linafanya namna gani? Linatukanwa. Bwana atukuzwe. Siko nifungua Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza. Ni gani nikisema hivyo nitakuwa ninamalizia injili. Tunasimama tunaomba, kama kuna mtu anasota tupe tukunywe, kwa sababu kanisa hili sioni kama kuna watu maskini. Bwana ainuliwe. Mahali hapa ni watu watajiri. Siku moja kijana wetu huyu mnaona anaingia hapa na kesi za soda mingi kabisa. Huyu si mchache, huyu ni tajiri. Unaona vile anakaa. Unaona amesahau ufunguo ndio ulimkosea, angekuja na gari leo. Bwana atukuzwe. Sema amina. Sema amen. Amen. Na mtaona kuna watu kwa maisha yao huwezi kujua. Kwa maisha yao huwezi kujua. Amen. Bwana atukuzwe. Mali na kujanga kama ndoto kwa mtu. Na tena ikipotea inapotea kama ndoto. Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume. Huyu anacheka polepole wewe jamaa yangu. Wewe jamaa yangu. Mstari wa kwanza. Nasema hivi. Anwani yake 7 wachaguliwa kuhudumu. Watu 7 wachaguliwa kufanya namna gani? Kuhudumu.
Kufanya namna gani? Sikia, uko tayari kuchakuliwa kuhudumu na Mungu katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Sema tu amina mahali penye huko. Maana kazi ya Mungu si kazi ya mwanadamu. Sawa sawa. Mungu akikuja kukulipa ujue anakuja na njia gani. Kuna watu tumeona wakifanya kazi ya Mungu. Kulikuwa na mtumishi mmoja nilikuwa namjua sana. Alikuwa anatembea tu na mke wake, walikuwa wanapiga hizi matofali. Lakini Mungu akawaletea ufunuo wa Injili. Walipotembea na Injili wanasaidia watu, wanaombea watu, wanagusa watu, wanapea watu vitu, wanaletea watu vyakula nini. Huyo mchungaji anaitwa pastor, saizi ni bishop, anaitwa Bishop Dan. Mungu amemuinua kiwango kingine kikubwa sana. Ni kwa sababu ya mambo yenye alikuwa alifanya, yalikuwa mazuri. Alipanda na akavuna. Saizi amejenga ghorofa ya mamilioni. Anatembelea gari, mtu alikuwa anatembelea chini. Anatafuta manjia shortcut. Zingine unafika unakwambia huko naenda wapi? Yaani wiki hii yote utapita hapa. Njoo imefungwa. Juu umechoka unatafuta mashortcut ya kufikia kwa mshirika. Unafika mahali pengine kwa mshirika, unakutana na mtoto na mtoto anarudi mbio huko. Sasa anakuja. Mama unasikia tu mlango ukasikia tu imefungwa. Nini? Anajua pasta sasa. Pasta na mke wake sasa hata hapa sio majani hakuna. Lakini yeye ndiye